John chapter 8. John 8. Umefika hapo? John 8. John 8. Nani anabadili msaidi? John 8 nitasoma. Inasema hivi kuanzia hapo hadi verse 11. Inasema hivi: walikwenda kila mtu nyumbani kwake, naye Yesu akaenda mpaka mlima wa Mizeituni. Hata asubuhi kulipokucha, akaingia tena hekaluni, na watu wote wakamwendea, naye akaketi akawa akiwafundisha. Waandishi na Mafarisayo wakamletea mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi, wakamweka katikati, wakamwambia, Mwalimu, mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa akizini. Basi katika Torati Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake namna hii, naye wasemaje? Nao wakasema neno hilo wakimjaribu, ili wapate sababu ya kumstaki. Lakini Yesu akainama akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao walipozidi kumhoji, alijiinua akawaambia, yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza wa kumtupia jiwe. Akainama tena akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao waliposikia wakastakiwa na dhamiri zao, wakatoka mmoja mmoja, wakianzia tangu mzee hata wa mwisho wao. Wakabaki Yesu peke yake na yule mwanamke amesimama katikati. Yesu akajiinua asimuone mtu, ila yule mwanamke akamwambia, Mwanamke, wako wapi wale washtaki wako? Je, hakuna aliyekuhukumu kuwa na hatia? Akamwambia, hakuna Bwana. Yesu akamwambia, wala mimi sikuhukumu. Enenda zako, wala usitende dhambi tena. Amen. Amen. Tumesoma hadi 11, si ndio? Hapa hii ni wakati wa Yesu. Amen. Na wakati wa Yesu, mbele ya Yesu kulikuwa na sheria. Mbele ya Yesu kulikuwa na Moses. Kutoka Adam hadi Moses ni miaka ngapi Alan? 2500. Kutoka Moses hadi Jesus ni miaka ngapi? 1500, si ndio? Kwa hivyo hapo kutoka wakati wa Moses hadi wakati wa Yesu, Mungu alikuwa amepeana sheria. Ili sheria iweze kufanya nini? Kuongoza hao watu. Ili hao watu waweze kujiona kwa sheria. Lakini sasa kutoka Yesu hadi saa hii ni wakati wa neema. Yesu ndiye mwisho wa nini? Wa sheria. Wakati hao watu walikuwa wanaongozwa na sheria, sheria inasema mtu aende kwa uzini ama azizini, si ndio? Sheria ndio ilikuwa inawaongoza. Huyu mwanamke alikuwa anajua sheria vizuri. Alikuwa anajua sheria nini? Huyu mwanamke alikuwa anajua sheria. Huyu mwanamke alikuwa anajua sheria inasema ya kwamba kuzini ni mbaya, usizini, si ndio? Na ukipatikana kwa uzinifu, nini itakupata? Utapigwa mawe hadi kufa. Amen. Kwa hivyo pia huyu mwanamke akili yake inajua vizuri ya kwamba mimi nikiingia kwa usherati, nikienda kwa uzinzi, mimi tu nikipatikana, mwisho wangu ni nini? Ni mauti. Kwa hivyo, na sababu anajua sheria vizuri, na hadi yeye alisoma vizuri, na kwa sababu alisoma na alielewa, anajua hivyo, na kwa sababu anajua hivyo, sasa ameenda. Je, ni nani basi anapenda dhambi? Ni nani anaweza tamani kifo? Nani anaweza akafanya jambo ili auliwe?
Hakuna, si ndio? By the way, hakuna hata mmoja. Lakini huyu mwanamke alijipata kwa hiyo hali. Kwa nini alijipata? Ni kwa sababu dhambi, mimi ni mtu, siwezi nikajizuilia dhambi. Watu wengi wanafikiria ya kwamba hata wakati wa Musa hadi saa hii watu wengi wanafikiria ya kwamba sheria ilipeanwa ili kwamba tutunze sheria, lakini si ili tutunze sheria. Sheria ilipeanwa ili kwamba tuweze kujiona kwa sheria ya kwamba sisi ni watu wenye hatuwezi weka hii kitu, sisi ni watu wenye hatuwezi weka sheria. Kwa nini nasema sisi ni watu wenye hatuwezi weka sheria? Biblia ukiangalia vizuri, kiwango ya Mungu ama ile kiwango Mungu ameweka kwa sababu ya sheria, basi utaweza kutambua ya kwamba hakuna mtu yeyote anaweza akaweka nini? Sheria. Kwa sababu gani? Biblia inasema yeyote amtazamaye mwanamke kwa kumtamani. Amen. Yeyote afanye nini? Yeyote amtazamaye mwanamke kwa kufanya nini? Kwa kumtamani, tayari amefanya nini? Amezini naye, ndani ya Matthew 5:28. Matthew 5:28. Matthew 5:28. Lakini mimi nawaambia, kila mtu amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Kila mtu amtazamaye nini? Mwanamke. Mwanaume yeyote anayemtazama mwanamke na kumtamani amehesabiwa huyo. Je, na huyo mwanamke mwenye hata hajui yeye anatamaniwa, ako na dhambi? Ako na dhambi? Huyo mwanamke mwenye hajui kama anatamaniwa, ako na dhambi? Kwa nini ako na dhambi? Yeye amezini. Amezini. Kwa nini? Ana dhambi? Ako naye, nataka tu niambie. Ako na dhambi? Kwa nini ako na dhambi? Si yeye hata ajui. Sasa saa hii by the way, unajua kuna vitu wezi nyima mtu, si ndio? Unajua saa hii mimi naweza nikatamani tu, si ndio? Naweza nikatamaniwa tu, si ni ukweli? Wewe huwezi ukatamani? By the way, mimi sitaki kuongelesha malaika. Mimi nataka tuongeleshane na wanadamu, kwa sababu pia mimi ni wanadamu. Kwa hivyo sisi tukue wanadamu. Kuna nafasi ya Mungu, kuna nafasi ya Yesu, na kuna nafasi ya nani? Ya mwanadamu. Ukiangalia hii John 8, kuna nafasi ya Yesu, kuna nafasi ya waandishi na Mafarisayo, kuna nafasi ya mwanamke kahaba. Lakini hao waandishi na Mafarisayo wanasimama kama malaika mbele za nani? Za Yesu. Wao wanasimama, hawataki kusimama kwa nafasi yao ya kuwa pia wao ni washerati. Wao wanasimama kwa Yesu kana kwamba wao ni malaika. Amen. Lakini huyu mwanamke wakati aliletwa mbele ya Yesu, aliletwa kama kahaba. Amen. Lakini ukiangalia kati yao malaika na hii kahaba, nani aliyepata huruma za Mungu? Ni huyo tu kahaba, si ndio? Kwa hivyo mimi tukiongea hivi natamani sana tuongeleshane kama wanadamu. Tuongeleshane si kama malaika. Amen. Kwa hivyo mimi nauliza, saa hii wewe ukitamaniwa uko na dhambi? Ana ni wewe, kuna mtu amekutamani tu kwa sababu ya ukonde wako, si ndio? Kwa sababu ya venye huko hiyo tu ndio imefurahisha yeye, si ndio? Hiyo tu venye tu unakaa hivyo tu. Kuna mwingine ametamani mwingine sababu nywele imekaa vibaya venye tu iko. Sasa anaangalia venye naweza iunda, si ndio? Ikae vizuri. Sasa hesabu yake yeye amepigia kwa kichwa ya mwingine. Je, huyo mmoja anatamaniwa ako na dhambi? Dhambi yake ni gani? Hata hajaambiwa kitu yoyote, hata akatae ama akubali. Kwa nini ako na dhambi?
Kwa nini? Kwa sababu ametamani. Leviticus 5:17. Leviticus 5:17 inasema hivi, na kama mtu akifanya dhambi na kutenda mambo hayo mojawapo ambayo Bwana alizuilia yasifanywe, ajapokuwa hakuyajua. Ajapokuwa kufanya nini? Ajapokuwa hakuyajua, ni mwenye hatia hivyo, naye atachukua uovu wake. Ajapokuwa kufanya nini? Kwa hivyo hata kama hujui unatamaniwa, hata kama hujui unafanya nini, tayari uko na nini? Uko na dhambi. Kwa nini uko na dhambi? Kwa sababu umetamani. Hata kama ulikuwa umeangalia ile sign, bibi ya nani, bibi ya Uria hakuwa baadaye akioga, yeye hakuwa anajua mfalme Daudi anamwangalia, anajiangalilia yeye. Ama alikuwa anajua? Unataka kuniambia angekuwa anajua, angeenda kuogea hapo? Hata angesema siogi leo. Acha ni leo hapana. Lakini sababu yeye ako busy tu anajiosha. Naye Daudi ako pale tu anajiangalilia, si ndio? Na akiwa ameuma mdomo. Si ndio? Na tena unaona hiyo chumba hapo sasa hapo ndio amelalia hivi. Anajiangalilia tu vizuri. Na ukumbuke ni masaa gani? Amelala mchana yote. Sasa ni jioni. Alafu ako na kinyasa. Ni huyo ni nani? Ni mfalme Daudi. Alafu ndiye huyo naye Bathsheba anafanya nini? Anaoga. Sasa Daudi anakaa tu je, Bathsheba ako na dhambi? Yes. Ako na dhambi. Pia yeye ako na dhambi. Kwa hivyo ukienda na hiyo kiwango ya Mungu, wewe ni mtu unaweza ukaweka sheria? Kwa nini hatuwezi tukaweka sheria? Kwa sababu kiwango ya Mungu iko juu kuliko sisi. Kiwango ya Mungu ya kutunza hiyo sheria, Romans 7 kuanzia 14 hadi 20. Warumi 7:14 hadi 20. 14 inasema hivi, kwa maana twajua ya kuwa torati asili yake ni ya rohoni, bali mimi ni mtu wa mwilini, nimeuzwa chini ya dhambi. Torati asili yake ni ya rohoni. Kwa hivyo kitu ya rohoni, na mimi ni mtu nimefanya nini? Nimeuzwa chini ya dhambi. Je, nani amewahi ona mlevi hapa? Nani amewahi ona mlevi? Mlevi kabisa amelewa. Mtu mwenye amekunywa pombe akiwa amelewa, wewe unafikiria anatamani aende akifanya hivi? Hata yeye anang'ang'ana sana atembee kama binadamu wa kawaida, si ndio? Atembee hivi tu kawaida, pasipo maneno mingi, bila kuanguka, bila hata kuungua mapenzi za wenyewe. Lakini sasa wenye natamani aweke mikono kwa mifuko, atembee tu kawaida, akule tu PK, ili akikutana na mtu anamsalimia tu vizuri, hata usisikie hiyo harufu. Hata anamumunya nini inaitangwa aje? Na hiyo tropical, si ndio? Na anakula tu vitu twingi ili msijue. Sasa anatamani aende tu vizuri, atembee kama wengi. Lakini anaweza? Hapana. Kwa nini? Kwani si binadamu wa kawaida? Na kwa nini hawezi akatembea vizuri? Sababu yeye ile inamuongoza ni yenye iko ndani yake. Si yeye, by the way, mapenzi yake anatamani kwenda street, si ndio? Lakini pombe itafanya nini? Lazima tu itamuangusha. Kwa sababu mapenzi yake ni si aanguke, ni atembee vizuri. Lakini kwa sababu ya pombe, hata kama anataka kutembea vizuri, hawezi akatembea vizuri. Kwa sababu gani? Amekunywa pombe.
Amen. Hivyo ndivyo hii Romans 7:14 inamaanisha. Ni ukweli kabisa. Dhambi, mimi sheria ni ya rohoni. Sheria ni takatifu. Sheria ni kutoka kwa Mungu. Sheria si mbaya hata kidogo. Lakini mimi mwenye sasa anatunza sheria ni mwenye dhambi. Amen. Haiwezekani mwenye dhambi kutunza sheria. Sheria ya Mungu haiwezekani mwenye dhambi kuitunza. Kitu kitakatifu hakiwezi kikawekwa kwa kitu kichafu. Amen. Kwa hivyo Mungu alipea kina nani sheria? Alipea wenye dhambi sheria. Si kwa sababu waweke sheria, ni kwa sababu ni ili wajitambue kwa sheria. Je, sheria inasema aje? Sheria inasema usifanye. Kitu yenye unaambiwa usifanye ni kitu wewe ukafanya ama ni kitu unaweza ukafanya? Hapa Kenya tuko na highway kadhaa, si ndio? Tuko na Thika Super Highway, tuko na Waiyaki, si ndio? Lakini si Super Highway, ni highway, si ndio? Je, sasa kama pale Thika Super Highway ukienda Motin unakuta imeandikwa uende speed ya 100 kilomita per hour, si ndio? Kwa nini wameweka hiyo sheria? Kwa nini wameweka hiyo sheria? Hiyo ni sheria, si ni ukweli? Hiyo ni sheria kutoka kwa government. Lakini kwa nini hii sheria ikawekwa na gavana ikaweka hiyo sheria kwa hiyo barabara? Ni ili watu wasikimbie na gari ama ni ili watu wakimbie na gari? Ni ili watu wasiendeshe gari ama watu wasinunue magari? Ni kwa sababu gavana inajua vizuri gari yenye uko naye inaweza ikakimbia hadi 180 hadi 240 speed yenye inaweza enda. Na kwa sababu wanajua hivyo vizuri, ndio maana wakakuwekea nini? Sheria. Usipitishe hapa. Kwa sababu gani? Wanajua hiyo gari uko naye inaweza ikaenda hadi zaidi ya venye wanafikiria, si ni ukweli? Na baada ya kwenda hapo, nini iko mbele? Ni mauti, ni kifo, ni ajali. Chenye kinatokea hapo si kizuri. Lakini wameweka hiyo sheria kwa barabara, si ndio? The same Mungu akisema usiibe, wewe ni mwizi. Amen. Kwa hivyo anaambia mwizi usifanye nini? Usiibe. Wewe ulisikia wapi mwizi asiibe? Amen. Mlevi usikunywe pombe. Mlevi kama ni mlevi inamaanisha analewanga maji ni uji. Basi kama ni mlevi na anaambiwa usifanye nini? Usilewe. Sasa ukute mlevi, wewe usikunywe pombe, usilewe. Mlevi asilewe. Hata wangechange jina hii mlevi, watoe mlevi, si ndio? Waweke jina ingine. Kwa hivyo sasa mwenye dhambi tunza nini? Sheria. Haiwezekani mwenye dhambi kufanya nini? Kutunza sheria. Kama ni mwenye dhambi, tayari hiyo tu jina imesema anaweza akatunza ama hawezi. Lakini mwenye dhambi anafikiria ya kwamba akitunza sheria ataenda wapi? Mbinguni, pasipo kujua yeye ni mwenye dhambi. Na mwenye dhambi hawezi akaenda mbinguni. Ukisikia tu hiyo jina mwenye dhambi, ni mtu ako na dhambi. Sasa amepewa sheria. Hii tu jina imeanza mwenye dhambi. Mwenye dhambi wote hawaendi wapi? Mbinguni. Kwa hivyo hata pasipo kutafuta sababu nyingine ama chochote, mwenye dhambi hakuna mwenye ataenda mbinguni. Hata aweke hiyo sheria, hata aweke, aendi wapi? Aendi mbinguni. Lakini sasa kwa sababu ya uongo wa Shetani, mwenye dhambi tunza nini? Sheria. Mwenye dhambi tunza sheria. Mungu hakupeana sheria ili tutunze sheria. Mimi ni mtu, according Bible, Biblia inasema mimi ni mtu niliyeuzwa chini ya dhambi. Kama mimi ni mtu niliyeuzwa chini ya dhambi,
Basi siwezi nikafanya mapenzi yangu, nitafanya mapenzi ya dhambi. Nitafanya kama vile dhambi inavyonielekeza kufanya nini? Kufanya. Maana huyo ndiye kiongozi wangu, huyo ndiye mwalimu wangu, huyo ndiye anayenielekeza, huyo ndiye anayeniongoza. Chochote mimi nataka kufanya, sifanyi kwa sababu nataka kufanya, nafanya kwa sababu kiongozi wangu anataka hivyo. Anasema nifanye hivyo, anasema nizini, anasema niingie kwa usherati, anasema nikunywe pombe. Mwalimu wangu ananiongoza kufanya nini? Kufanya hivyo. Amen. Na kwa sababu hiyo, je, mwenye dhambi anaweza akatunza sheria? Hapana. Amen. 15 inasema hivi, wacha nisome hadi 20. Maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi, bali lile nilichukialo ndilo ninalolitenda. Lakini kama nikitenda lile nilipendalo, nikilitenda lile nililolipenda, na ikiri ile sheria ya kuwa ni njema, basi sasa si mimi nafsi yangu ninayetenda hilo, bali ni ile dhambi ikayo ndani yangu. Kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yaani ndani ya mwili wangu, alikai neno jema, kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lililo jema sipati. Kufanya nini? Kutaka nataka. Mradi anataka atembee smart, si ndio? Anatamani atembee vizuri, anatamani atembee bila kuanguka. Kutaka anataka, bali anafanya hivyo. Hilo lenye anataka hawezi akalitenda. Kutaka anataka. Kwa hivyo pia na mimi natamani sana kufanya vyema, natamani sana kutenda mema, natamani sana kukaa mtu wa Mungu, natamani sana kumfurahisha Mungu. Kutaka nataka, lakini kutenda hilo sasa, kusimama kukuwa mimi ni mtu wa Mungu, naweza? Siwezi. Amen. Na ingine inasema, kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile mbaya nisilolipenda ndilo nilitendalo. Basi kama lile nililolipenda ndilo nilitendalo, si mimi nafsi yangu. Basi kama lile nisilolipenda ndilo nilitendalo, si mimi nafsi yangu, ni ile dhambi nilitendaye, si mimi nafsi yangu nilitendaye, mbali ni ile dhambi ikayo ndani ya nani? Yangu. Dhambi inakaa wapi? Dhambi inakaa wapi kanisa? Ndani ya moyo wa mwanadamu. Kwa hivyo hata nikitamani kufanya vizuri, hata nikitamani kufanya haja, hata nitamani kusimama kukaa kwa Mungu vizuri, mimi ni mtu niko na dhambi. Amen. Mimi ni mtu ndani yangu, mimi niliuzwa kutoka wakati wa Adamu. Kutoka ile siku Adamu alifanya nini? Alitenda dhambi. Aliniuza chini ya nini? Ya dhambi. Na kwa sababu aliniuza chini ya dhambi, mimi si mtu ninayeweza kutenda mema. Mimi ni mtu tu niko mzuri kwa kutenda nini? Dhambi. Amen. Natamani sana kusimama, natamani sana kufanya mema, natamani sana kumfurahisha Mungu, natamani sana nisiingie kwa usherati, natamani sana nisitamani, natamani sana kukaa vizuri na Mungu, kunyoosha mapito ya nani? Yangu. Natamani sana niendange church kila siku, nimfurahishe Mungu kwa kazi zangu. Lakini mimi ni mtu nilifanywa nini? Niliuzwa chini ya dhambi. Je, kutaka nataka, bali kutenda nipatenda? Sitaweza kutenda hivi. Sitaweza kufanya venye neno la Mungu linasema. Kwa hivyo sheria ni takatifu. Sheria ni takatifu kabisa kutoka kwa Mungu.
Sheria ni njema, sheria ni kioo kwangu, bali siwezi nikaweka sheria. Kwa hivyo Mungu kupeana sheria, aliipenda ili tutunze sheria ama tujiangalie kwa sheria? Tujiangalie kwa sheria. Tukishajiangalia kwa sheria, tujione aje? Sisi ni watu tunaweza weka sheria. Amen. Sisi ni watu tunaweza fanya kitu mzuri tukampendeza Mungu. Wakati ile kitu tutajiona kwa sheria, ni mimi ni muovu. Hakika mimi ni mwenye dhambi. Hakika mimi si stahili mbele za Mungu. Hakika mimi ni mtu na stahili tu kwenda jehanamu. Hakika mimi ni mtu niko na ID. Niko na passport ya kunipeleka wapi? Jehanamu. Wakati utasoma Bible vizuri, utakuja kutambua ya kwamba wewe ni mtu uko na passport ya kwenda wapi? Hellfire. Na kwa sababu hiyo sasa, kwa sababu hivyo ndivyo niko, utakubali venye huko. Mimi ni mwanaume, sina kubwa sana ya mimi kutooa ama kutosimamisha ndoa yangu ama kutofanya kitu yoyote kwa maisha yangu. Niita tu nikuwe na pingana ya kwamba mimi si mwanaume. Mimi ni mwanaume, lakini nasema mimi hapana. Mimi ni mrembo sana, siwezi kuwa mwanaume. Mimi siwezi kuwa mwanaume. Huyu ni mwanamke, si ndio? Lakini yeye anasema na sura yangu imeparara hivi, hata niko na kipara. Siwezi kubali kuwa mwanaume. Wacha mimi tu niitwe mwanaume. Wanaume ndio wanafaa wakuwe na nini? Na kipara. Wanaume ndio wanafaa wakuwe wameparara. Mwanaume ni kuparara na kunuka nini? Jasho na miguu, si ndio? Si ndio? Sasa kwa sababu mwanamke mwingine naye ako hivyo, ameingia kwa kategori ya nini? Ya wanaume. Sasa yeye hataki kukubali ni mwanamke mchafu, anataka akuwe kwa wanaume. Mimi hapana. Mwanamke afai akuwe ananuka hivi. Afai akuwe mchafu na mna hii. Kwa hivyo mimi wacha nikuwe kwa wenye wachafu. Ni wanaume. Mimi ni mwanaume kutoka leo. Yeye akikubaliana na yeye ni mwanaume, anaweza akakuwa mwanaume. Huyo mtu atasaidika aje? Si ndio? Lakini wakati atakubali tu mimi ni mwanamke mchafu, mimi ni mwanamke sijielewi, ni ujinga tu niko naye, aende akaoge, aende akafanya nini? Akaoge. Atakuwa mwanamke mzuri ama atakosa? By the way, anaweza fanya mtu mzuri sana na amuoshe, si ndio? Na amweke vizuri, kwa sababu amekubali kuwa yeye ni mwanamke. Sasa mimi ni mwenye dhambi, na imagine sitaki kukubaliana na Mungu ya kwamba mimi ni nani? Ni mwenye dhambi. Shida kubwa tuko naye ni kwamba hatukubali nafasi yetu. Mwanadamu ni mwenye dhambi. Biblia inasema kama ulizaliwa na mwanamke, kama yeyote aliyezaliwa na mwanamke ako na dhambi yeyote, si ndio? Dhuru mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa sababu hiyo dhambi ikawafikia watu wote, na kwa dhambi hiyo mauti, na kwa hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya nini? Dhambi wote, hata nani? Lakini hapana, lakini msiniweke hapo. Si unaona mimi nahubiri? Wewe. Mimi msiniweka wapi? Kwa sababu wote wamefanya nini? Wamefanya dhambi. Lakini si nani? Hata mimi. Wewe. Ndio nasema hadi mimi nahubiri. Hata wewe. Hata mimi. Nimefanya dhambi. Gani hiyo? Nani amewahi nipata kushirati? Na sasa sijafanya dhambi. Biblia inanidanganyilia hii. Inasema wote wamefanya dhambi. Romans 5:12, si ndio? Wote wamefanya dhambi. Hata mimi inaniweka hapo. Ninyi mnaona ni ukweli? Ndio.
Najua mnanistuanga, lakini basi wacha tukubaliane na neno la Mungu vile linasema. Tuseme ni ukweli sasa, si ndio? Mimi ni mwenye dhambi ama mimi ni mtakatifu? Nisipokubali mimi ni mwenye dhambi, nitasaidika aje? Amen. Kwa hivyo ili mimi nisaidike, nasaidika nikiwa mtakatifu ama nikiwa mwenye dhambi? Nikiwa mwenye dhambi, hapo tu ndio nitapata msamaha wa dhambi. Nikiwa mwenye dhambi, hapo tu ndio nitahurumiwa. Nikiwa mwenye dhambi, Mungu tu, Biblia inasema kwa sababu alitupenda tungali wenye dhambi. Kwa hivyo Mungu, Kristo anapenda wenye dhambi. Sijakuja ulimwenguni humu kwa sababu ya watakatifu, bali nimekuja ulimwenguni humu kwa sababu ya wenye dhambi. Kwa hivyo Kristo alikujia kina nani? Wenye dhambi. Lakini mimi sitaki kuwa mwenye dhambi. Mimi sitaki kuwa nini? Nasimama kama nani mbele za Yesu? Kama Farisayo. Amen. Kama nani? Kama Farisayo. Mafarisayo, Kristo alinena maneno mangapi ili waende? Alinena maneno mangapi? Ya kwanza, alisema neno moja tu, si ndio? Mwenye hana dhambi miongoni mwenu afanye nini? Awe wa kwanza kumtupia jiwe. Mwenye hana nini? Wote wakafanya nini? Wakahukumiwa na dhamira zao. Hata mimi ni Mungu, lakini hapana. Si Mungu. Kwa nini? Akona dhambi ama ana? Akona dhambi. Na si alikuwa analeta mwenye dhambi. Amen. Kwa hivyo yeye wanakubali kwamba wako na dhambi. Ndio. Hawakubali kwamba wako na dhambi. Na kwa sababu hawakubali kwamba wako na dhambi, watasamehewa dhambi? Hapana. Ati wao walifanya nini? Hata mimi niko na mimi niko na hata mimi niko na dhambi. Wote wakaenda. Na mwenye yeye kabisa niko naye, nimeitenda, wamenishika, ni wazuunda, pia nami najua. Hakuna mwenye ajui mimi ni mwenye dhambi. Mimi nimetenda dhambi. Mimi natendanga dhambi. Ni sawa, mimi ni kahaba, si ndio? Hata nyinyi mnajua mimi ni nani? Hata mimi najua mimi ni kahaba. Alienda kweli? Hakuondoka. Yeye alibaki hapo na ukahaba wa nani? Wake. Lakini kwa sababu Yesu hakukuja kwa sababu ya watakatifu. Watakatifu wote walifanya nini? Waliondoka. Watakatifu wote walimwacha Yesu. Watakatifu wote ni kina nani? Ni watu wanaona ya kwamba kuna kitu wanaweza wakafanya kwa sababu ya dhambi zao. Ukisoma kitabu vizuri, by the way, kuna kitu unafaa uelewe kwa Mafarisayo. Mafarisayo ni watu wakamilifu, watu watakatifu, watu wasio hawana kitu ya kulaumiwa, hawana kitu ya maneno ya hapa nje, ni watakatifu wa matendo. Amen. Ni watu, ukitaka kuelewa vizuri watakatifu wa Mafarisayo ni kina nani, ingia katika Bible. Utakuta Farisayo na nani? Na mtoza ushuru. Wakifanya nini? Wakienda kuomba. Wakati walikuwa wanaomba, mtoza ushuru yeye anajitambua yeye ni mwenye dhambi 100%. Ndio hata kuinua kichwa yake aangalie mbinguni. Afanye nini? Lakini angalia sasa Farisayo. Mimi ni nani? Mimi ni Farisayo. Bwana, kwa wiki nafunga mara ngapi? Mara 2. Kwa wiki ngapi? 1. Siku 2 sifanyaji kazi, nafunga. Si ndio? Vitu zangu zote na kutolea fungu la 10. Kila kitu nafanya. Wewe unafikiria alikuwa anadanganya? Hapana. Alikuwa anadanganya. Wini alikuwa anadanganya?
Anaongea ukweli? Lakini huyu mtu hizi vitu zote amebeba, mazuri yake ni vitu zinaweza zikatamanika, ni mazuri ya nani? Yake mwenyewe. Yeye ni kama vile nani? Mwokaji. Yeye akona tabia, akona vitu zake, mazuri yake kama nani? Kama mwokaji. Amen. Lakini angalia huyu mwingine, yeye, Mungu usiponihurumia mimi ni mtu nastahili, si kwamba nawekelewa, mimi ni mtu nastahili kwenda wapi? Jehanamu. Mimi ni mtu ukitaka kunihukumu saa hii, hakika utanihukumu na hukumu yako itakuwa ya kweli. Ukisema mimi niende jehanamu, hakika sina jambo la kufanya ila kwenda wapi? Jehanamu. Siwezi nikajitetea kwa jambo lolote, niko na haki ya kwenda jehanamu. Kwa sababu hiyo, Mungu, wewe ukitaka kunihurumia, unihurumie. Hawa watu wawili wakati walitoka pale, nani aliyetoka akiwa amebarikiwa? Nani aliyetoka akiwa amesamehewa dhambi? Mtoza ushuru, mwenye dhambi, si ndio? Kwa hivyo Mafarisayo ni watu hapa nje wanaonekana. Kuna kwetu nilikuwa naona watu hadi hawakunywi chai yenye iko na majani kwa sababu ya utakatifu. Siwezi kuzana na kitu yoyote, hata majani. Wewe ukipata ndani kila kitu lazima kwanza, mimi nakuanga na tabia mbaya. By the way, mimi sikumbukaji hadi kunawa. Nakumbushango kunawa kama nakula. Nakumbushango kunawa kama nafanya nini? Nakuja tu kabla mtu ongeongee. Iko kwa mdomo. Umenawa? Na nawa, si ndio? Ukienda ufanye hivyo, ungeuliwa hiyo siku. Huko ungefanya hivyo, kuna familia hadi watoto wangekuwa hawakuwa wanacheza huko kwetu kwa sababu ya utakatifu. Wao yani ete matawi jane hapo nje. Usafi. Yani wao watapa na muoge kila siku. Utakuwa na ukumbuke ushagoni kuoga mara moja kwa wiki ukienda church, si ndio? Lakini wao ni kila siku uoge. Ukienda kwa choo na maji, ukifanya na maji, chochote lazima ukuwe msafi. Lakini sisi kwa sababu hatukujua hiyo haki, sasa hadi huko mimi nilikuwa najua tu nitaenda kutandikwa bure. Wewe unaweza enda hata huko sasa. Hata majani hawakunywi kwa sababu ya utakatifu. Watu nje ni wasafi kabisa. Nje yao hawana kitu ya kulaumiwa. Lakini shida ni ndani yao. Ndani ya mioyo ya nani? Imeoza. Ni kaburi wazi. Biblia inasema Romans 3 kuanzia 10 hadi 19 utakuta Biblia inawaambia mioyo yao ni kaburi wazi. Midomo yao iko na nini? Inanena hila. Sumu ya fira hii chini ya midomo ya nani? Yao. Wameoza. Wameharibika wote. Hivyo ni Biblia inasema hivyo. Amen. Lakini ukijiona pale, basi wewe ni mtu unaweza ukapokea msamaha wa dhambi. Wewe ni mtu unaweza ukajua hakuna chochote naweza nikafanya kwa sababu ya dhambi za nani? Zangu. Wakati utatambua hivyo, basi hata hautaweza, hautajitakaza. Utangoja tu kufanya nini? Kutakazwa. Amen. Hautajiosha, utangoja tu kuoshwa. Haleluya kanisa. Kwa hivyo Mafarisayo wanasimama mbele za Mungu yani na nini zao wenyewe na haki yao wenyewe, lakini huyu mwanamke hakusimama na haki yake. Yeye kwanza alifumba mdomo. Mimi hata siwezi nikaongea. Amen. Kwa hivyo pia na sisi, kwa nini siku ya leo hatupokee msamaha wa dhambi? Kwa nini hatupokee msamaha wa dhambi siku ya leo? Ni kwa sababu hatutaki kujikubali jinsi tulivyo. Hatutaki kujikubali sisi ni wenye dhambi.
Hatutaki kujikubali. Baidhere, hata usome kabisa, hata ufanye nini, wewe ni mwenye dhambi. Unafaa utambue ya kwamba Psalms 51 verse 5, Zaburi 51 verse 5. Inasema hivi, tazama, mimi naliumbwa katika hali ya uovu, mama yangu alichukua mimba hatiani. Niliumbwa katika hali ya uovu. Mama yangu alifanya nini? Alichukua mimba hatiani. Sasa kama mbegu yangu iliyonizaa ni ya dhambi, mimi ni amen, mbegu iliyonizaa ni ya dhambi, mimi ni mtakatifu ama mimi ni mwenye dhambi? Mimi ni mwenye dhambi. Amen. Na kwa sababu mimi ni mwenye dhambi, kwa matendo ama kutoka mwanzo wangu? Kutoka mwanzo wangu mimi ni mwenye dhambi. Je, na dhambi na mimi, nani hata mzee kuliko mwingine? Dhambi yangu na mimi, dhambi yangu ni mzee kuniliko. Amen kanisa. Amen. Na kwa sababu dhambi yangu ni mzee kuniliko, nitashindaje? Nawezaje pigana na mtu mkubwa kuniliko? Je, sasa huyu mtoto, amen, huyu mtoto wa miaka 3 anaweza Ngilandi nimemuona, si ndio? Huyu mtoto anaweza akapigana na Halan? Halan atamunua, si ndio? Hakika kabisa anaambia Halan wacha tupigane, na anakuja ngumi. Wewe unaona kama kwamba Halan atakuwa anaruka anamkanya? Hatakuwa anapigana na yeye na ngumi, si ndio? Huyu mtoto sasa ni yeye anataka kupigana na yeye. Huyu unaona kama atamuweza? Amuwezi kabisa. Kwa sababu gani? Kando na hiyo, Halan yako na nguvu kumuli. Kando na hivyo, Halan ni mzee kumuli. Kwa hivyo aidha tu baba yake aingilie, aidha tu mtu mwingine asaidie nani? Huyu mtoto. The same. Na mimi na dhambi. Mimi nikiachiliwa mimi na dhambi, hakika dhambi itafanya nini? Itaniua. Kwa nini watu wanalia kwa sababu ya dhambi za? Tuseme saa hii natubu. Umewahi mtu mwenye anatubu bila kulia? Umewahi ona? Kwa nini kila mtu akitubu anatubu akilia? Watu wawili wakipigana, si ndio? Ni mgani analianga? Ni mwenye anashinda ama mwenye ameshindwa? Kwa hivyo kubali basi, kama unalia kwa sababu ya dhambi nisamehe. Kubali ndio imefanya nini? Imekushinda. Kwa hivyo kwa sababu inakushinda ndio maana unalia. Mwenye analia ni mwenye ameshindwa, si mwenye anashinda. Baadaye mwenye ameshinda anakuanga hadi na ujasiri ya kugonga tena na tena, si ndio? Lakini mwenye anashindwa, yeye anaweka mikono kwa kichwa na anapiga hata magoti. Nisamehe, si ndio? Kwa hivyo wewe, kwa sababu umeshindwa na dhambi, ndio maana unafanya nini? Imekushinda. Amen. Kwa nini tunatamani kuwa watu wazuri? Kwa nini unatamani kuwa mtu mzuri? Sio uzuri ya kibaya. Kwa sababu sisi ni wabaya. Kwa nini mimi nataka kuwa tajiri? Ni kwa sababu mimi ni maskini. Ningekuwa tajiri, naweza tamani kuwa tajiri. Kwa nini mtu anatamani kuwa mtu mzuri? Ni kwa sababu yeye ni mbaya. Shida ni anatamani kuwa mzuri na yeye hataki kukubali yeye ni mbaya. Hiyo ni shida kubwa. Lakini wakati atakubali kuwa yeye ni mbaya, basi anaweza akakuwa mzuri. Amen. Kwa hivyo Kristo wakati anaongelesha hawa watu, Kristo kuna kitu moja anafanya hapa chini. Hiyo turudi sasa kwa ile yetu. Hiyo
John 8, si ndio? Kuna kitu Yesu anafanya hapa. Kwa nini hao watu wanauliza? Biblia inasema ya kwamba nao wanamuuliza wakifanya namba 7. Nao walipozidi kumwoji alijiinua. Sasa hapa juu kuna mahali natafuta hapa. Kwa sababu walikuwa wanakuja ili kufanya nini? Kumjaribu, si ndio? Wao walikuwa wanamletea ili kumjaribu. Kumjaribu namna gani? Akisema eti asiuliwe, Yesu anavunja nini? Sheria. Akisema asiuliwe, na sheria inasema afanye nini? Basi Yesu anavunja nini? Sheria. Akisema eti auliwe, basi Yesu afanye nini? Wewe ulikuja kuokoa na unasema watu wafanye nini? Wauawe. Kwa hivyo hao watu wanataka Yesu. Na ndio maana Yesu hakuongea kitu yoyote kwa sababu yao. Lakini ukumbuke jambo moja, kuna mahali Mungu aliandika na kidole chake. Kuna mahali Mungu alifanya nini kanisa? Aliandika kwa kidole chake. Deuteronomy. Kitabu cha Deuteronomy. Deuteronomy 9:10. Nasema hivi, Bwana akanipa zile mbao 2 za mawe, zimeandikwa kwa kidole cha Mungu, na juu yake yameandikwa maneno mfano wa yote aliyosema nasi Bwana mule mlimani toka kati ya moto siku ya mkutano. Amen. Bwana akanipa zile mbao 2 zimeandikwa kwa kidole cha nani? Cha Mungu, mfano wa maneno ya Mungu. Kwa hivyo si sura yenyewe ya mbinguni, ni mfano, si ndio? Imeandikwa kwa kidole cha Mungu, lakini ameandika maneno mfano. Amen. Sasa hii maneno imeandikwa kwa kidole. That's why hiyo Deuteronomy 9:10 ndio hiyo tena, but what? Hiyo ndio hiyo John 8. Yesu akafanya nini? Akainama, akaandika kwa kidole cha nani? Chake. Lakini hii yenye imeandikwa naye ni gani? Maana kuna hapa Mungu aliandika na kidole. Sasa Yesu naye amekuja kuichange na nini? Na kidole. Kitu yoyote iliandikwa lazima ivutwe ili uandike ingine. Nikitaka kuandika kitu hapa niandike hivi, si ndio? Hii ni jina ya Alan na Pastor Joyce, Pastor Dennis, wote Pastor David wako hapa. Hii ni majina yao. Na mimi sasa nataka, lakini usiwasikia mimi sijataja jina ya nani hapa yangu, si ndio? Sasa nataka kuandika jina yangu hapa pia, ili ionekane vizuri, ili ijulikane vizuri na ikuwe clear, ikuwe kwamba jina yenye imeandikwa hapo si ya Pastor Dennis tena, ni ya Pastor Harrison. Itabidi nifanye nini? Na hapo tu ndio inafaa iandikwe, hapo tu ndio inafaa ifanye nini? Nitakuja nifanye hivi, si ndio? Sasa niweke ya nani? Yangu, si ndio? Niandike jina ya nani hapo? Yangu. Amen. Kwa hivyo hii Yesu alikuwa anaandika ni ile yenye alikuwa anaandika ni ile tu ilikuwa imeandikwa, lakini ukumbuke siku zinakuja, siku zinafanya nini? Lakini ukumbuke alikuja kuvuta ile hati iliyokuwa na uadui na nani? Na mimi. Ukumbuke alikuwa anakuja, aliyekuja akavuta ile hati iliyokuwa na uadui na mimi, na akaandika ingine jipya. Amen. Sasa hii yenye alikuwa anakuja kuvuta ni ile ilikuwa imeandikwa Deuteronomy hiyo 9:10. Lakini shida nini? Hatujui aliandika nini hapo. Aliandika nini? Unajua?
Juu ukweli kabisa tunajua aliandika, lakini hatujui ni nini iliandikwa. Ile imeandikwa iko hapa kwa Bible. Iko katika kitabu cha Leviticus. Leviticus 23 verse 13. Kitabu cha Leviticus natafuta kitabu cha Leviticus 23 verse nini? Vile mahali inasema siku zinakuja, agano langu nitafanya nini? Iko Leviticus 23. Leviticus 34 inasema aje? Lakini tuanzie 33 inasema Amen. Tumeikosa hiyo Leviticus. But iko katika kitabu cha Leviticus. Yenye Mungu anasema siku zinakuja. Nitaandika sheria yangu ndani ya mioyo yao. Si tena katika ndani ya nini? Ya mbao. Sitaiandika, nitaivuta katika ndani ya kwa mbao na niandike ndani ya mioyo ya nani? Yao tena. Amen. Leviticus 23. Mimi sipati, tuachane naye. Lakini hivyo ndivyo inasema, si ndio? Tuachaneni na hiyo, tutaishi hapo. 15
Hii ndio sheria ya nimekataa, sio. Nani ameipata? Lakini nimeandika kwa kichwa, nasema hivi: siku zinakuja ambapo nyumba ya Israeli nitafanya nini? Nitawapa sheria yangu jipya na kuondoa ile niliyofanya nini? Niliyoiandika, ile niliyoiandika. Na nyumba ya Israeli na nyumba ya Lawi nitaiondoa na kuandika sheria yangu ndani ya nini? Ya mioyo yao. Haitakuwa tena katika vibao, haitakuwa tena katika kujua, bali nitakuwa nimeiandika ndani ya mioyo ya nani? Yao. Amen. Na kwa sababu sasa nitakuwa nimeiandika ndani ya mioyo yao, hiyo ndio siku Yesu alifanya nini? Alikuja kuichange. Amen. Na kwa sababu sasa ilikuwa imeandikwa na kidole cha Mungu, Yesu anakuja kuiandika na kidole cha nani? Chake tena. Amen kanisa. Na kwa sababu anaiandika kwa kidole chake, je, aliandika nini? John 3:17, maana Mungu akumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Maana Mungu akumtuma mwana ulimwenguni ili afanye nini? Sasa ndiye huyu mwana wa Mungu amekuja ulimwenguni. Mwanamke anafaa ahukumiwe na sheria ya dhambi na mauti. Romans 8:2 inaita sheria ya nini? Sheria ya Musa Romans inaitaje? Sheria ya dhambi na mauti. Sheria ya kufanya dhambi na kufanya nini? Na kuuliwa. Sheria ya kuingia kwa usherati, na baada ya hapo ni nini na kungojea? Ni mauti. Sasa sheria ya dhambi na mauti inangoja mwanadamu. Sasa hiyo sheria ndio imesimama, maana hiyo ndio sheria ya Musa. Na mwanamke amesimama hapa, na Yesu naye amesimama hapa. Na sasa siku imekuja, imefika, maana Yesu hapo ulimwenguni sasa. Na si Yesu amekujia nini? Ni nini Yesu alikuwa amekujia? Si ni dhambi zetu, mchungaji? Yesu amekujia dhambi zetu, si ndio? Na kwa sababu Yesu amekujia dhambi zetu, ako nazo sasa. Kati ya mwanamke na Yesu, nani anastahili kuuliwa kwa sababu ya dhambi ya mwingine? Yesu Kristo. Ndio maana mwanamke yeye afumbe nini? Mdomo wake. Nani atakayeinua mdomo wake na kutetea mwanamke? Ni mimi nastahili kukufa kwa sababu ya dhambi za nani? Zako. Kwa hivyo mimi, kwa sababu ni mimi nakufa kwa sababu yako, ni mimi nipige kelele kwa sababu ni mimi niko na nini? Dhambi zako. Ndio maana Yesu sasa anafanya mwanamke ajua amefanya nini? Ametulia. Ndio maana Yesu anaandika. Na kutoka hapo, kwa sababu sasa mwanamke amesimama, Yesu amesimama, sheria imesimama. Sasa ndio huyu mwanamke anastahili auliwe. Kati ya Yesu na mwanamke, nani anastahili kukufa sasa? Ni Yesu, si ndio? Mwanamke naye abaki huru kwa sababu yeye ana nini? Ana dhambi. Lakini si ametenda dhambi? Amefanya dhambi? Na si ako na dhambi sasa? Wini unasema hana aje? Nani? Ni Yesu alikuwa na usherati? Wewe niambia kama ni Yesu alishikwa kwa usherati. Ni nani? Ni mwanamke aliyekamatwa kwa usherati. Sasa ameletwa akiwa ametoka kwa usherati. Wewe unasemaje ana dhambi? Si kwa sababu ana dhambi kwa sababu hajatenda dhambi. Ako na dhambi kwa sababu ametenda, ana dhambi kwa sababu ametenda dhambi, lakini mwenye anafaa achukue hiyo dhambi ako wapi?
Ako hapa. Sasa kwa sababu naye Kristo amekuja ili huyu mwanamke asiuliwe, ili apate kuwa takatifu na mwenye haki, ndio maana anatetea mwanamke. Sasa ako na dhambi ya mwanamke. Yesu ako na dhambi ya nani? Basi uweni mwanamke. Mshale wa mauti imemulika. Mshale wa mauti imefanya nini? Imemulika mwenye dhambi. Kati ya mwanamke na Yesu, mshale wa mauti ilikuwa imemulika mwanamke, si ni ukweli? Sasa mshale wa mauti imemulika wakati wamekutana na Yesu. Yesu amejitwika dhambi za mwanamke. Mshale wa mauti imeondoka kwa mwanamke na kumulika nani? Yesu. Huyu mwanamke anafaa achiliwe huru. Amen. Kwa hivyo sisi wakati tunakataa kuwa kama mwanamke, wakati tunasimama kwa Mungu ni kana kwamba sisi si wenye dhambi, basi ndio maana hatuwezi tukapata ondoleo la nini? La dhambi. Lakini wakati tutajaribu, very good. Asante kwa wow. Leviticus 31:33. Jeremiah, wow, asante. Jeremiah 31:33. Asante sana. Wow. Niliongea ikapotelea kwa kichwa. 31:33 inasema, bali agano hili ndilo nitakalofanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitatia sheria yangu ndani yao, na katika mioyo yao nitaiandika, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Wala hawatamfundisha kila mtu jirani yake na kila mtu ndugu yake, wakisema, mjue Bwana, kwa maana watanijua wote, tangu mtu aliye mdogo miongoni mwao hata aliye mkubwa miongoni mwao, asema Bwana. Bwana, nitawasamehe maovu yao, wala dhambi zao sitaikumbuka tena. Si ndio? Kwa hivyo atachange sheria. Ile sheria Mungu aliandika Deuteronomy 9:10. Akaandika na kidole cha nani? Chake kwa mbao. Sasa amekuja kuichange, kuvuta hiyo hati. Maana ile ilikuwa na uadui na nani? Na mwanadamu. Ile ilikuwa inategemea tu matendo yako mazuri. Hiyo sasa ndio Yesu anafanya nini? Ana change. Ndio Yesu sasa anaiandika, anatoa hii ili aandike nini? Hii. Na yenye anaandika ni gani? Ni mimi niko na dhambi zenu. Ni mimi nastahili kukufa kwa ajili ya dhambi zenu. Si ninyi pale kwa sababu ya dhambi zenu, bali ni mimi kwa sababu ya dhambi za nani? Zenu. Kwa sababu hiyo sasa mwanamke anafaa uliwe ama aache huru. Mwanamke hana dhambi. Mwanamke hana nini? Ana dhambi. Nani ako na dhambi? Yesu Kristo. Na kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti, Yesu Kristo alipia nini? Mshahara wa dhambi. Na kwa sababu pasipo umwagikaji wa damu hakuna ondoleo la dhambi, Yesu amwaga damu yake ili mwanamke apate ondoleo la nini? La dhambi. Amen. Ukisoma kitabu cha Jeremiah 17 utakuja kuona mahali dhambi ilikuwa imeandikwa. Imeandikwa mahali ngapi? 2. Imeandikwa mahali ngapi? 2. Wapi na wapi? Ili kwa nguzo za madhabahu. Si ndio? Ndani inaandika kwa kitabu, na mwenye amekukopesha yeye anaandika kwa kitabu. Si ndio? Na mwenye amekopa yeye anaenda akijua nimekopa. Kwa hivyo mimi hii ndani imeandikwa kwa moyo wangu mwenye mimi nimekopa. Lakini mwenye alikopesha naye ameiandika kwa kitabu ya Luka, ya mandeni, ya wenye ndeni. Si ndio? Kwa hivyo mimi dhambi zangu zimeandikwa mbinguni na kwa moyo wa nani? Wangu, kama mwanadamu. Amen.
na kwa sababu dhambi zangu zimeandikwa kwa moyo wangu na kwa kitabu cha Mungu, ndio maana sasa Mungu akindiliti kwake, akipanguza dhambi kwake, Yesu akifunika ile sasa kwa damu. Maana pale mahali ilikuwa imeandikwa, Yesu alienda, ukisoma kitabu cha ukisoma Old Testament vizuri, utakuja kuona vile dhambi ilikuwa inafanywa. Vile kwani alikuwa anaenda na damu, anaiweka wapi? Kwa hizo vikingi. Damu anapaka hizo pembe nne. Akipaka anafunikia maandishi, si ndio? Na kwa sababu sasa anafunikia, anaenda akiwa anajua nini. Sasa mnakuwa mmesamehewa dhambi, damu nyingine inamwagwa kwa madhabahu. Amen. Hivyo ndivyo Yesu alifanya mbinguni. Alienda akamwaga damu yake ili kwa pembe za mbinguni. Amen. Na kwa mioyo yetu tukaandikiwa barua ya kwamba hatuna dhambi. Amen. Kanisa, mimi nataka kumalizia hapo. Nimefurahia sana kwa sababu ya kunisikiliza, na Mungu awabariki.